Afrika, ni mwanachama wa klabu ya soka ya Yanga na anapatikana katika tawi la Madibo Peninsula jijini Dar es Salaam. Leo siku ya Ijumaa kwa saa za Tanzania, saa moja Yanga watakuwa na mchezo nchini Misri, mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, mchezo wa makundi dhidi ya mwenyeji National Ahli. Ni mchezo ambao kwa taswira ya kawaida ni mchezo mgumu kwa sababu ya rekodi ya National Ahli. Kwamba ni timu kubwa, ni mabingwa wa kihistoria wa mashindano haya, wana makombe zaidi ya mara 8 kama sitakuwa sichanganya, lakini ni timu ambayo imekuwa tishio. Ukiangalia mashindano ya AFCON yaliyopita, hawa National Ahli walikuwa na wachezaji zaidi ya 6 kwenye kikosi cha kwanza timu ya taifa ya Misri, ambao nadhani walifika nusu finali. Kwa hiyo unaona ambavyo Yanga watakuwa na mchezo mgumu. Ni mchezo mgumu katika maana ya kwamba tunakwenda kucheza Yanga tunaingia kama timu ya pili, kama underdog ambayo sio nzuri sana, lakini ndio ukweli lazima tuuseme. Yanga anakwenda kupambana, na nimekuwa na imani na klabu ya soka ya Yanga wanapocheza na timu ambayo inaonekana ni giant, wanakuwa na spirit ambayo sio ya kawaida sana. Na kwa miaka ya karibuni naweza nikasema kuanzia miaka hii ya 2020 nadhani kuja mbele huko, Waarabu hawajawahi kupata nafasi, hawajamfunga Yanga kwa maana ile ya kutisha sana kama ambavyo ilikuwa huko nyuma, kwamba unaenda unafungwa 3. Ni kumbukumbu yangu, nakumbuka Yanga washapata matokeo. Kuna siku amefunga goli Kamsoko, kuna mechi amefunga goli Kanavaro, na mechi amefunga goli Kavumbagu, basi ni Kambade watu wa 11 huyu mtu Zimbabwe. Kwa hiyo kwamba kulikuwa na hiyo na rekodi hizo za kufanya hivyo, lakini mwisho wa siku ninakumbuka mara ya mwisho wanakutana Yanga walipata sare nyumbani, goli kufunga Pacome la kusawazisha, na kule ambacho kwenda kutokea kule kwao ndio cheza mpira mkubwa ambao tunakwenda kufanya sasa. Tunahakika kabisa tunaenda kucheza back to back, kama tunacheza Misri tarehe 23, tunarudi Dar es Salaam tarehe 30, kwa maana ya Zanzibar tarehe 30. Lolote inaweza ikatokea. Kama leo nitakosa point 3, maana yake nitazipata point 3 nyumbani. Kwa tunachozungumza mimi kama mwana Yanga ni kwamba tunatamani kupata point 3, na kama tutashindwa kupata point 3 basi tuwe tumepata point 1. Tunakwenda kucheza na timu ngumu, timu yenye kila kitu, na wachezaji wenye uwezo, ina wachezaji ina uwekezaji, ina wachezaji wa gharama, lakini mwisho wa siku mpira unacheza na watu 11 uwanjani, na mwisho wa siku tunaendelea kuomba Mungu apate kile ambacho tunastahili kukipata. Kwanza kiufundi Yanga wanahitaji kuheshimu sana Waarabu. Waheshimu katika maana ya kwamba wasiende kufunguka kwa maana kwenda kutafuta magoli. Kwanza waheshimu, wacheze kwa kujilinda sana, na zinapotokea nafasi chache basi watumie hizo nafasi za kufanya mashambulizi ya kushtukiza kwa maana counter attack. Ili kama wakitaka kwenda kwanza tukapishane, hao watu wana mtu mmoja salati nani akiwa ndani yule mtu wana fullback mmoja, yani naweza kusema ndio kama roho ya timu ile, wana mtu mmoja anaanzisha kila kitu kwenye ile timu. Kwa hiyo kusema tunaenda kupishana hapana. Kiufundi Yanga wanahitaji kwenda kuheshimu sana Waarabu, na wakakae nyuma ya mpira sana muda mwingi. Mwisho wa siku inaweza kusaidia kupunguza idadi ya magoli ya kufungwa, lakini inaweza kukupa hata sare ya bila, kwa sababu tunao timu nzuri. Kumwangalia Diarra, ninaamini kabisa uwezo wake kwa level aliyofika sasa. Diarra amekuwa sio mtu wa kawaida, ni tishio. Ninaangalia Israel Mwenda kama atakuwa yuko vizuri, kama sio yeye bado yao kwasi, ninaweza nikasema hata Kibwana unapompa taski ya kuzuia tu kwamba Kibwana nenda kakabe kacheze na fulani, bwana ni kama kupe, anajua kung'ang'ania. Lakini naye Shabalala mzoefu mkongwe kwenye mashindano haya, ni kati ya wachezaji wenye nchi wa kujivunia kwamba hawajai kuwa na hofu inapofika kwenye mashindano makubwa kama yale. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.